kwetu sisi tunaichukulia very positive na tunaamini itakuwa ni maandalizi ya kuelekea mchezo wetu unaofuata dhidi ya Tabora. So kila kitu kinaendelea vizuri. Wachezaji walikuwa kwenye timu za taifa tayari wamesharejea na kuanzia kesho kwenye mazoezi ya kuelekea mchezo unaofuata watakuwepo, na inshallah tarehe 2 tutakuwa full mkoko kwa ajili ya kuwakabili Tabora. Basi kama mmoja wa timu Yanga tunaomba ongea na mashabiki wa Yanga mkoani Tabora na mikoa karibu na Tabora kuelekea mchezo unaofuata. Kwanza tunawashukuru kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakitupa support kwa kiasi kikubwa sana. This time around najua Yanga hajafika Tabora kwa muda mrefu kwa sasa. Tumepata nafasi hiyo kwa sasa hivi kwenda kucheza dhidi ya Tabora. Naamini mashabiki ambao wako mkoani Tabora lakini na mikoa ya jirani watajitokeza kwa wingi. Sisi kama Young Africans tunaomba wajitokeze kwa wingi. Tunakuja kuwapa burudani kile ambacho walikuwa wamekimisi kwa muda mrefu, tunaenda kupeleka Tabora na inshallah naamini kabisa tutakuwa kwenye wakati mzuri wa kwenda kuandika historia mpya pale Tabora. Kuna mechi ambayo inachezwa tarehe 2 Tabora United dhidi ya Yanga. Kwa hiyo viongozi wametangulia, na ukiangalia viongozi waliotangulia ni viongozi ambao wako kwenye idara ya wanachama. Kuna mambo ya kuratibu kabla ya mechi, watu wameenda mapema, so wao wana majukumu yao na sisi tuna majukumu yetu. Sisi tutaenda tarehe 1, wanaenda kufanya majukumu yao. Tutakutana pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya kazi yetu vizuri. Moja ya kitu ambacho unatakiwa ukifahamu ni kwamba Young Africans wanapoenda sehemu yoyote inakuwa ni event kubwa, event ambayo inahusisha vitu vingi, wanachama, kufanya kazi za kijamii. Kwa lazima watu wahi kuweza kuhakikisha kwamba wanaandaa mazingira kwa mambo yote kutokea. Hayo hayajatokea tu kwenye mechi ya Tabora. Kila mkoa tunaoenda lazima huwa watu wanaenda in advance kwa ajili ya kuratibu hizo shughuli nyingine. Ndio maana sisi kila tunapoenda tunakuwa na mambo mengi ya kufanya. That's why kunakuwa na viongozi wanaotangulia. Hivi lakini kuhusiana na maendeleo ya wachezaji ambao kuelekea katika mchezo wa Tabora yapoje? Tunamshukuru Mungu, tuko vizuri kwa asilimia zaidi ya 95. Ukiondoa Yao Kwasi ambaye anarejea kutoka kwenye majeraha, hakuna mchezaji mwingine ambaye atakosekana. So tuko vizuri na tunaamini tutakuwa kwenye sehemu nzuri ya kuweza kupata matokeo. Tunamwona Ziki ni kama alikuwa amekaa chini na alikuwa ametoka kwenye majeruhi. Vipi hali yake na maendeleo yake mpaka sasa? It's too early to say anything kwa sababu ndio mpira umeisha. Kwa hiyo assessment ya madaktari itafanyika na tutajua, lakini baada ya hapo umeona ameenda kufanya recovery. Kwa hiyo sidhani kama ni issue kubwa. Lakini wewe ndio meneja wa Yanga, anaonekana kama kanenepa sana Ziki. Nini ambacho kinaendelea kwake? Meneja anahusika na kunenepa kwa mchezaji? Hakuna namna ambavyo usimamia vyakula na namna. Mimi nasimamia vyakula. Au meneja shughuli yake mimi labda wasaidia watu meneja. Mimi nakuuliza sasa wewe. Meneja anahusikaje na vyakula? Kwa hiyo tuweze kuzungumzaje madaktari tuongee nao, si ndio? Wewe kumbe unajua sehemu yako hapo unakuja kuniuliza meneja. Wewe umeona kama kanenepa sana. Mimi wewe unaniwekea maneno mdomoni sasa. Wewe unasema kama wewe unaniwekea maneno, umempima kilo? Unajua kama kilo ngapi? Anaonekana. Uzito unaonekana, uzito unapimwa. Mwili wake hujajibu swali, uzito unaonekana unapimwa. Ukisema mtu mnene anaonekana kama uzito, mwili kuwa mkubwa na uzito ni vitu viwili tofauti. Unajua alikuwa na kilo ngapi? Sasa ndio tuambie, maana wewe ndio meneja. Wewe ndio unatakiwa uniambie ambaye unasema kanenepa. Wewe ukuuliza wewe, maana yake nataka ufafanuzi kidogo kuhusiana na kile ambacho kinaenda kwa Ziki. Watu wengi wanazungumza kwamba amenenepa sana. Achana na mambo haya. Kama shabiki wa Tabora nimekuwa jirani kwa ajili ya kuja kupata burudani. Haya mambo mengine yote ambayo mnachokonoa, acheni kuchokonoa vitu kwa ajili ya kutafuta engagements.